Umewataja pia hapa Azam Media. Hebu nawe tusaidie kidogo. Ndio. Ni kwa namna gani wamechangia kufanya mchezo huu ambao umefikia hivi sasa? Azam toka tumeanza mashindano 2017 nafikiri nao wameingia pale kuanzia pale 2017. Ndio maana nikwambia ni ushawishi bado Ahmed Huel. Ingawa walikuwa wanafanya nyuma kabla ya hapo walikuwa wanafanya lakini ilikuwa zaidi kama ya kibinafsi kwa sababu Michael Malue captain. Yeye ni shabiki wa mbio za magari kindaki. Kwa sababu mimi nimeanza kumwangalia captain akiwa ITV. Unajua alikuwa ITV walikuwa na kipindi chao cha mbio za magari kila Jumamosi au Jumapili saa 8 mchana. Nilikuwa sibanduki kwenye kile kipindi. Huko nyuma mwaka 1900 na kitu. Kwa hiyo hata alivyoingia Azam pamoja na mambo mengine, cha kwanza naye akahakikisha kwamba anatafuta namna fulani ya kufanya mchezo uingie kwenye vipindi vyao. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa kama tukisema kama ni mchezo wasiwaridhaa. Lakini baadaye imekwenda imekuwa kama ni profession sasa, kwa sababu unaangalia anakwenda mpaka nchi za nje kwa ajili ya kufanya coverage ya mashindano ya magari. Kwa hiyo wao ndio wafanya mchezo sasa watu wengi waweze kuupenda zaidi, kwa sababu wanauona, wana vipindi vyao vya kila Jumapili vya racing show. Sasa kupitia vile vipindi mchezo umekuwa unajulikana, umetawanyika sana. Yeah. Turudi kwenye magari yenyewe sasa. Mtu akiona mchezo wenyewe pengine anaweza akaona tu watu wanashindana na nini, lakini kuna magari ambayo wewe umetaja majina mengi sana hapa. Ni magari gani ambayo yanatumika kwenye mchezo huu wa mbio za magari? Gari za mashindano kwanza ni gari ambazo zina spidi kubwa. Kwa hiyo gari yoyote ambayo ina spidi ni nyepesi inafaa kucheza kwenye mashindano. Lakini masharti ya gari mpaka iwe qualified kucheza mbio za magari, masharti yake ni makubwa despite the speed. Pamoja na speed, kwa sababu speed hakuna mtu anayekagua gari afa kuuliza kwamba inakimbia speed ngapi ndio uingie kwenye mashindano. Hapana. Anaangalia kwanza usalama wako. Usalama wanao tazama mashindano. Maana yake ufuate taratibu na sheria zote zinatakiwa. Utaiona gari wakati utakapofikia. Kuna humo ndani kuna roll cage ambayo ni mzunguko wa vyuma wa mabomba za chuma ili kuzuia gari hata ikipata msukosuko isiweze kukufikia. Lile bodi halitakiwi kukufikia wewe kwa namna yoyote ile. Lakini pamoja na kuweka chuma zote hizo bado unatakiwa kuwa na helmet. Humo ndani ya gari ya chuma, lakini na wewe mwenyewe unatakiwa uwe na helmet. Uwe na kikinga shingo inaitwa hands device. Lakini ufunge mikanda. Hivyo uwe na fire extinguisher. Minimum kiasi cha chini fire extinguisher 2 za kilo 2, moja kwako moja kwa msoma ramani. Alafu hivyo ndio vitu vya msingi vya kwanza. Vya lazima, yani hivyo ni vya lazima. Lakini sasa ukitoka nje ya gari unatakiwa uwe na ties za mashindano. Sawa? Sasa hiyo ni ya kwako kwenye hiyo gari, yani ifungwe tie special kwa ajili ya mashindano. Hiyo ni kwa ajili yako. Sio ties za kawaida hizo. Sio ties za kawaida. Sasa ukitaka kucheza na ties za kawaida utakutana na hali halisi ya uwanjani, wewe mwenyewe utaona. Kwa sababu hiyo sio kitu ambacho unalazimishwa kwamba lazima tie iwe kiasi fulani. Utafuta mwenyewe gari za mashindano. Uwe na suspension shock up nzuri. Kwa maana kule tunakokwenda ni barabara rafu. Na mostly tunacheza sisi kwenye gravel. Sio? Kwa hiyo unatakiwa uwe na shock up zilizokuwa zimekamilika. Hiyo ni option yako wewe, sio option ya regulation. Sawa? Lakini ukubwa wa engine wewe inategemea na wewe mwenyewe, matakwa yako wewe. Lakini zile gari huwa zinawekwa grade. Kuna grade. Ndio maana utakuta zinaandikwa pale NRC1, NRC2, NRC3. Maana zile ni grade za ubora wa magari. Ubora wa magari na viwango vyake vya specification za uundwaji wa zile gari. Kuna wakati fulani nilikuwa nikisikia kwamba gari zile zinatumia mafuta ya ndege, hazitumii mafuta haya si petrol diesel. Kuna ukweli gani hapa? Hapa hizi pipa zote mbili zilikuwa za mafuta ya ndege. Kwa hiyo ukweli upo. Na niona kuthibitisha kwamba ukweli upo. Hauzuiliwi kutumia mafuta mengine. Inategemea wewe gari yako imesetiwa vipi. Maana hizo gari zinasetiwa kupitia ECU, ile unasema kompyuta ya gari. Computer box zile ndio itakayosetiwa kukuambia gari yako inatumia mafuta gani. Kuna zingine zinasetiwa kwamba unatumia mafuta ya ndege peke yake, kuna zingine zinasetiwa kwamba unatumia petroli ya kawaida peke yake, kuna zingine zinasetiwa kwamba ukitaka kutumia mafuta ya ndege unabonyeza button hii, ukitaka kutumia mafuta ya kawaida unabonyeza button hii.
Kwa hiyo ni ukweli kwamba hata mimi ile gari yangu iliyopita GC8 ilikuwa inatumia 100% avgas, mafuta ya ndege 100%, na ukiweka petroli tu umeharibu engine. Okay. Kwa hiyo ni kweli, ukweli upo na nyingi, yani ukitaka kuenjoy uendeshe vizuri upate gari inatumia mafuta ya ndege. Okay. Okay. Sawa. Gharama yake ilipokuwa 2500 siku ilikuwa 5000. Kwa hiyo gharama yake kwa kawaida ni mara 2 ya gharama ya mafuta ya kawaida. Okay. Yeah. Sawa. Huyu ni Hamidu Mbata ambaye ni dereva mkongwe kutoka mkoa wa Iringa. Pia ni mwanachama wa Iringa Motor Sport Club. Tunazungumza naye kuhusiana na kile ambacho amekuwa akikifanya kwenye mashindano mbalimbali, lakini kwenye mchezo wenyewe pia. Tutarudi kuja kutazama kwa umakini zaidi sasa kuhusiana na magari yenyewe na vitu vingine ambavyo vinahusiana na mchezo wenyewe wa mbio za magari. Pamoja na mambo mengi ambayo yanaweza kawa yanazungumzwa kwenye mchezo wenyewe, lakini sasa kufahamu taratibu, sheria na mambo mengine ambayo yanahusiana na mchezo wenyewe, kwa sababu tuko naye mwenyeji wetu hapa na ni mtaalamu, atatufahamisha kwa kina zaidi. Tumezungumza mambo mengi kuhusiana na mchezo na historia, lakini mchezo wenyewe usiku unajifuna kwenye mpira miguu, tunajua kwamba mpira ukiingia kwenye zile nyavu pale kwenye katikati ya mabomba yale, tunajua mtu amefunga. Sawa sawa. Lakini sasa huku kwenye magari mtu kwanza anashindaje? Yani anapata vipi ile kwamba amepata alama fulani? Taratibu hizo zikoje? Umeuliza swali zuri sana, na hili ni jambo ambalo watu wengi pia huwa linawapa shida. Kwa nini linawapa shida? Kwa sababu hamtoki kama riadha. Yani hamtoki kwa pamoja hivi. Sasa inakuwaje huyu anatoka alafu na huyu tena distance kati ya gari na gari ni dakika 3. Yani akitoka mmoja mnasubiri dakika 3 ndio anatoka mwingine. Sasa nini kinachofanyika? Pale tunaangalia ukishakuwa kwenye start line. Pale kinachoangaliwa wewe utatembea kwa muda mfupi kiasi gani katika kile kipande ulichopangiwa. Kwanza sasa kunakuwa kuna kilomita 19 labda. Unaanza saa 10 kamili. Si ndio? Umeanza saa 10 kamili. Umekwenda kilomita 19, umefika saa 10 na dakika 5. Na mwingine kaanza saa 10 na dakika 3. Sasa distance dakika 3. Yeah. Amechembea kwenye mwendo, amefika saa 10 na dakika 7. Si ndio? Manake wewe ulifika saa 10 na dakika ngapi? 5. Yeye kafika saa 10 na dakika ngapi? 7. Yeye anakuwa kashinda. Hesabu umeielewa hapo vizuri? Kwa nini? Wewe umefika na dakika 5, itegemea wewe ndio umeshinda. Yeye kafika na dakika 7, sikazidisha dakika 2 mbele. Si ndio? Lakini ukumbuke yeye katoka dakika 3 nyuma yako, kwa maana yake amekava dakika 1. Wewe umetoka kamili, umefika na dakika 5, maana yake umetumia dakika 5. Yeye katoka na dakika 3, kafika na dakika 7. Maana yake katumia dakika 4. Kwa hiyo yeye ndo anakuwa mshindi kwa hiyo section. Okay. Na kama kuna section 5, maana yake wanaangalia section ya kwanza umetumia dakika 4, section ya pili umetumia dakika ngapi, section ya 3 umetumia dakika ngapi, mpaka section ya 5 zinajumlishwa. Okay. Jumla kwa section zote 5 umetumia dakika ngapi? Labda saa 1 na dakika 10. Na mwingine katumia saa 1 na dakika 9, mwingine saa 1 na dakika 15. Pale ndio inaanza kuletiwa sasa nani mbingwa, nani mshindi. Okay. Yeah. Kwa hiyo unaweza kuwa kuna mshindi wa kila section, alafu baadaye kuna mshindi wa jumla. Na kwa sababu point nini ushindi hautolewi kwa section, unatolewa kwa overall. Yeah. Ni sawa sana kwenye mpira, umekwenda Mbeya, umecheza na Mbeya City umemfunga, umerudi Dar es Salaam labda amekufunga, umekwenda Tanga umeshinda, naye kenda huko katoka draw, mwisho kabisa ndio zinajumlishwa point zote mwisho wa ule mchezo. Mwisho wa ligi sasa maana yake. Mwisho wa mchezo. Maana yake mwisho wa ligi tena kuna kitu kingine kinakuja. Okay. Mwisho wa ligi tena kuna kitu kingine. Mwisho wa ile event. Okay. Yaani shindano lile limefanyika Iringa, kutoka Iringa mnaenda Morogoro, kutoka Morogoro mnaenda Tanga, mnaenda Arusha, mnaenda. Kwa hiyo kila mnapofanya mkoa inatolewa, anapatikana mshindi. Okay. Lakini baada ya hapo kuna mshindi wa jumla wa taifa. Okay. Mashindano yote sasa. Mashindano yote na inachukuliwa zile points. Sio kwamba tena mnaenda kukutana hata kitaifa afu ndio apatikane bingwa. Zile points zinakusanywa kama vile inavyochezwa inavyokuwa ligi vile. Okay. Pale ndio anapatikana sasa mshindi wa kitaifa anakuwa. Okay. Unavyoendesha gari
Kuna mtu anamuita navigator, msoma ramani Kiswahili fasaha. Navigator ni dereva msaidizi. Dereva msaidizi. Okay. Kwa lugha ya kawaida ili watu waelewe ndio namuita msoma ramani. Hauruhusiwi kuwa peke yako pasipokuwa na yule uwezo kucheza. Uruhusiwi. Hiyo ni regulation. Kwa nini? Kwa sababu kwanza kuna mambo mawili. Ndio maana anaitwa co-driver, dereva msaidizi. Unajua unapoingia kwenye mashindano kwanza unatakiwa uwe na afya. Kuna form kabisa ya daktari anathibitisha afya yako. Na msaidizi wako. Unaweza ikakutokea kitu ukawa umeumia, labda kama umejigonga mahali mguu umeumia. Yule co-driver anaruhusiwa kuendesha na wewe unaruhusiwa kukaa kwenye kusoma ramani. Na bado mkascore point vile vile. Na mnaweza hata mkafika section kutokana na tatizo lilopo ukaripoti ukasema tu kwamba co-driver sasa anaingia kwa driver na mimi nakuwa hivi. Kwa hiyo wanaweka hiyo kwa maana hiyo kwamba inapotokea dharura yoyote kuweze kuwa kuna swapping. Lakini kwa sababu pia ni mchezo wa kasi, hawatarajii kwamba driver anaweza kaikariri njia yote kichwani. Haitarajiwi hivyo na sio kitu cha kawaida, haiwezekani. Kwa kasi ile kujua uclaim. Kuna mtu mmoja aliwahi kunitania mashindano ya 2004. Tulitaniana lakini yeye aka-apply kweli. Kilichotokea kawa kitu kingine. Namwambia bwana, umekwenda kukagua njia? Anasema kagua njia tumekwenda sawa. Navigator wako anapokusomea tabii kusikia sawa kitabu ya nini bwana? Ya nini asome bwana? Mimi nimwambia tu akumbuke kona zote na madaraja yote basi nimwambia funga kitabu, kumbuka kona na madaraja. Aliondoka mbele yangu kwa dakika 3. Mimi nimeenda kukuta yani nafika eneo la tukio nakuta gari iko miguu juu na matairi bado yanazunguka, maana yake ndo katoka kuanguka saa hiyo. Huwezi, haiwezekani. Nilimwambia huwezi. Nikamwambia haiwezekani, yani utacheza mara 10 na utaanguka mara 10. Kwa hiyo co-driver ni mtu muhimu sana. Sana. Sawa. Kwenye barabara zile ambazo mnafanyia mashindano, ukiziangalia zina kona, kuna matuta. Ile nao ni miongoni mwa vigezo vya kwamba unapata nafasi ya kushinda au ni nini wakinaangalia kwenye simu? Na point kubwa kwenye mashindano ya magari unazikuta kwenye kona na matuta. Ndio maana akasema shock up yako ndio itakupa point. Kwa sababu kuna mwingine nimesema shock up sio kigezo cha masharti kwamba ucheze kama huna shock up za mashindano. Si ndio? Sasa inategemea gari yako ina shock up kiasi gani. Kwa hiyo kwenye tuta utafika utapunguza ili upite kwa usalama usiharibu gari. Umeshapoteza seconds pale. Kuna sekunde kadhaa umeshazipoteza pale. Alafu kwenye kona stability ya gari inategemea na ubora wa hizo shock up, ubora wa tairi na jinsi wewe mwenyewe unavyochukua kona. Kwa hiyo kwenye kona na kwenyewe kama utafika mahali utasema upunguze ili uweze kuichukua ile kona kwa urahisi, maana yake umeshapoteza point. Kwa hiyo hivi vitu vina mahusiano, ubora wa gari na vifaa vyake na mashindano point kubwa ni kwenye kona na matuta na kwenye rafu. Kwa sababu pale mule ndo muda ambao pale kwa sababu paliponyooka kila mtu ataendesha. Yaani paliponyooka hivi pana kama pamenyooka kwa kilomita 1, kila mmoja atakuwa na uwezo wa kukanyaga mpaka mwisho kwa sababu pamenyooka. Kwa hiyo points ziko kwenye kona, mle kwenye kona utakuta kuna michanga, kuna makoroko, kuna miti, kuna nini. Sasa ile jinsi ya kucheza na gari ndio inayokupa wewe point. Of course na power ya gari inasaidia kwa sababu power ya gari pia ni kitu kubwa, lakini sio kigezo cha kusema lazima gari yako iwe na power fulani ndio uingie kwenye mashindano. Hapo kwenye tumezungumza pia kuhusiana na manavigator na nini hapa. Mnapokuwa kwenye mashindano kuna watu ambao pengine unakuta hajamaliza mashindano au pengine amemaliza kwa kuchelewa sana na nini. Ndio. Wewe miongoni mwa watu ambao wamekuwa na umaarufu mkubwa, lakini pia miongoni mwa vitu ambavyo vikuzungumzwa kwamba Mata leo atamaliza kweli? Atamaliza kweli? Ni mara ngapi hujawahi kumaliza na umekuwa ukimaliza mara ngapi? Kwa sababu kuna wakati kuna watu wanaamini kama mashindano mengi humalizi. Ni swali zuri. Kwanza tukae tukijua mashindano ya magari yana changamoto za ajabu kabisa. Ajabu kabisa. Unaweza kuitengeneza gari ukatesti gari mpaka usiku wa kuamkia siku ya mashindano, gari ikawa perfect kabisa. Unakuja kuanza section ya kwanza tu linazuka tatizo ambalo hukuwahi hata kulifikiria. Sasa kuna mawili. Either wakati unaangalia gari hilo jambo halikuangaliwa vizuri au ile jambo limekuja kujitokeza kutokana na mchezo wenyewe
au wakati mwingine tunasema kuna luck, kuna bahati kwenye mashindano ya magari. Na sehemu kubwa ni bahati, kwa sababu kila mmoja anakuwa na nia ya kufanya vizuri, kila mmoja ana nia ya kumaliza, kila mmoja ana nia. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri, wakati mwingine hasa Iringa, nimekuwa napata changamoto ya kuto kumaliza mara kadhaa kutokana na mazingira ya gari ilivyo au na matengenezo ya gari. Lakini watu wengi hawafuatilii nje ya Iringa, wanafuatilia ndani ya Iringa napokuwa nyumbani. Nje ya Iringa wengi hawafuatilii, kwa sababu mashindano ukiangalia, kuna grafu sasa hivi ziko kwenye mitandao, kwenye WRC World Rally Championship wameandaa, wana tovuti iko pale ambayo inaonyesha mashindano ya nchi zote zinazofanya mashindano ya magari. Kwa kila nchi imepangwa kwa vyake na wanaeleza historia, mashindano umeanza lini, umecheza mangapi, umemaliza mangapi, hujamaliza mangapi, na position ulizokuwa unashika. Kwa hiyo katika hizo records, record bora kabisa kwangu mimi, rekodi bora kabisa nilifanya mwaka 2019 ambapo nilishika nafasi ya 5 kwenye mashindano yaliyofanyika kule Ubena, Morogoro na ni Bagamoyo. Yalikuwa mashindano ya klabu bingwa ya Afrika. Klabu bingwa ya Afrika na yenyewe tutakuja kuielezea, hata Morogoro itakuwepo na tunatamani ije Iringa. Umesikia juzi Mkwawa anasema ataleta mashindano ya Afrika hapa. Ndani ya mashindano ya Afrika kuna ambao wanashindana kwenye ligi ya Afrika na kuna ambao mnashindana kwenye ligi ya nchi mle. Kwa hiyo zinajulikana gari gani ziko kwenye mashindano ya Afrika, gari gani ziko kwenye mashindano ya ndani. Alafu baadaye inapatikana kwa ujumla wake. Kwa hiyo kwenye yale mashindano ya Afrika, mashindano ya ndani nilishika nafasi ya 5, kitu ambacho na uhakika kabisa watu wengi wa Iringa hilo hawalifahamu. Lakini nimecheza mashindano niliyomaliza ni mengi zaidi kuliko ambayo sijamaliza. Lakini mashindano ambayo sijamaliza Iringa, sijafuatilia rekodi zangu, nitazifuatilia sasa kutokana na swali lako. Nione katika Iringa kati ya kumaliza na kutokumaliza yepi mengi. Lakini pia Ahmed Huel, huyu tunayemzungumza leo, huko nyuma alipata tabu sana kwenye kumaliza mashindano. Na yeye akawa tena ana bahati mbaya tena na mashindano ya Iringa. Kwa hiyo hatujui, inawezekana ni over excitement. Kwamba labda huko nyumbani sasa unataka kufurahisha watu na umeelewa, alafu pengine labda una overdo, unazidisha kitu, unaharibu gari au nini. Lakini mimi niseme ukweli, kuanzia mwaka 2021 tulifanya mashindano ya Afrika, yalifanyika hapa Iringa, tulifanyia kwa Asas. Alafu siku ya pili tukaenda Sao Hili kule Mafinga. 2023. Kuanzia 2023 kuna rafiki yangu mmoja kwa moyo wake tu binafsi akajitolea. Kwanza niliharibu engine. Niliblow engine kule shambani kwa Asas. Sasa yule rafiki yangu kumbe alikuwa ananifuatilia. Mimi sijajua, shabiki wangu, lakini mimi nilikuwa sijajua. Kaja akasema shida nini mpaka tunavyoitoa gari barabarani kuweka pembeni. Nimemwambia habari ya engine. Akasema engine toa, weka pembeni. Sawa? Tafuta engine, ndalipa mimi. Engine mpya. Na kweli mimi nikaagiza engine, tukaja kufunga. Toka 23, 24, 25, 26. Fuatilia record. Hamna siku ambayo sijamaliza. Kwa hiyo ina maana, lakini pia na maintenance. Kwa hiyo sasa nikawa nimepata nguvu. Kwanza engine nzuri, lakini kila unapopata tatizo linalohitaji maintenance, anakuunga mkono. Na anasema, na utaniambia nikiwa na nguvu nitakuona nini. Nikiwa hasa kinachonisikitisha hapendi kutajwa. Sasa kuna sehemu zingine nalazimishaga mimi nataja. Hata juzi mmenihoji nikamtaja. Unaona bwana? Sasa hii kwa sababu tutaongelea tu nyumbani hivi, lakini sasa kwa sababu ni rafiki na anafanya kama rafiki. Kama rafiki. Anaitwa Ahmed Faraj. Yeye ananipa, kusema kweli ananipa nguvu sana. Ukiondoa Ahmed Huel ambaye kwangu mimi ndio baba wa mchezo, lakini Ahmed Faraj ananipa nguvu. Kwa hiyo kuanzia 2024, 25, 26 hamna mwaka sijamaliza. Kwa sababu utakumbuka hata ya juzi siku ya kwanza tulipata shida ya clutch. Lakini kila gari ilipata shida, kama mlifuatilia. Gari zote kila alikuwa anaojua alipata shida. Mara nyingi huwa inatokea kutokana na hali ya hewa au mabadiliko ya barabara, na hasa barabara zikishapita gari mwanzoni inachimbika sana, kwa inakuwa na nani. Kwa hiyo matumizi ya gia yanabadilika na unaweza kuwa umeseti tofauti na ulivyokutana nayo na ni. Lakini baada ya pale
mkaona tumecheza vizuri kabisa. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa hilo. Okay. Mwaka huu pengine kama kumbukumbu zangu ziko sawa, kwa mara ya kwanza umekuwa na navigator mwanamke. Ndio. Na wakati ule siku ya mashindano yenyewe nilikuuliza swali kwamba pengine utofauti ulikuwa wapi kati ya navigator hawa kiume na huyu wa kike? Kuna tofauti yoyote pengine? Unajua kimsingi principles za navigator zinafanana. Principle, yani vile vitu basic, vile vitu va lazima navigator awe navyo vinafanana, kwa sababu ni lazima asome. Na nitatamani muone, watu wengi wanadhani ramani imechorwa. Watu wengi wanadhani imechorwa ramani, sio kuona imechorwa nini. Kumbe mle utaona namba tu. Tutatoa kitabu, nafikiri mtapiga picha muone sample ya huo usomaji tunaosema. Ni notice. Sisi tunasema anafanya notice calling. Anakuitia notice. Lakini zile notices zina tafsiri njia. Kwa hiyo kwa sababu principles ni the same, kitu kinachofanyika pale kati ya navigator moja na navigator mwingine, kwanza ni ile combination, maelewano, yani ile feel, kupata feel ambayo inafanana. Utakuta ukiangalia kuna navigator mwingine anasoma, kashika kitabu anasoma. Kuna mwingine anasoma alafu na mkono unaonyesha, anza kuambia kona na left 3 au right 5, lakini anafanya na mkono. Kuna mwingine anasoma alafu anakusikiliza. Kuna mwingine anakwambia punguza kwa ishara na kadhalika. Sasa mle ndio zinazoanza kuja tofauti, lakini kusoma atasoma vile vile kwa navigator yote. Mimi navigator wote nilikuwa nafanya nao hakuna tofauti kubwa sema kweli, isipokuwa majukumu ndio yanakuwa yanaingiliana wakati wa mchezo ukifika. Kwa mfano safari hii navigator ambaye nitarajia kutumia ndo katoka kuajiriwa tu, ameanza kazi na yuko kwenye probation period. Kaambia bana fanya kwanza kazi. Lakini huyu madam ni navigator mzoefu sana. Navigator mzoefu kwa sababu naye ameanza mashindano siku nyingi na amekulia kwenye familia za rally. Kwa sababu mume wake ni dereva wa mashindano ya magari wa siku nyingi, anaitwa Isaac Taylor. Shemeji yake ambaye ni ndugu yake na Isaac Taylor anaitwa Kevin Taylor. Na mtoto wa shemeji yake Ethan Taylor, nafikiri mmemwona, na alikuwa navigator kwenye nani moja, lakini naye ni baba yao ndio nimecheza nao mimi sasa, mzee Frank Taylor. Kwa hiyo ametoka kwenye familia ambayo inaelewa mashindano ya magari. Kwa hiyo hakukuwa na kazi kubwa sana ya mimi coordinate na yeye, kwa sababu ameshakuwa kwenye fani muda mrefu na mimi nimeshakuwa kwenye fani muda mrefu. Na asikudanganye mtu, hakuna navigator atakayesoma 100% mwanzo wa mashindano mpaka mwisho bila kukosea. Hakuna. Na hakuna driver atakayeendesha gari mwanzo mpaka mwisho akaendana na navigator 100% bila na yeye kufanya mistake. Kwa hiyo mistake ndogo zikijitokeza mle ndani zinajisolve zenyewe kulingana na nature ya kosa lilivyojitokeza, na kwa sababu ni vitu ambavyo unavi-expect. Yes, kuna wakati navigator mnakwenda naye anapotea kabisa njia. Yaani mle sasa wewe mnakuwa mmepotezana. Kwa hiyo kuna signal anakupa. Anakuambia drive on site. Akikwambia drive on site, manake wewe jinsi unavyoona kwanza endesha, wakati mimi naendelea kuangalia tumeachania wapi alafu niunganishe. Kwa hiyo vitu kama hivyo na vyenyewe vinakuwepo, na ndio maana hata hizo terms drive on site zipo. Lakini nishukuru tu